awadumishe, awapende, awangazie uso wake. Nachukua fursa hii kumshukuru Baba wetu ambaye ni Muumba wa mbingu na nchi kwa siku nyingine ya Sabato ambayo Baba wetu ametuzawadia, kwa siku nyingine ambayo Baba wetu wa mbinguni ameweza kutupa ili tupate kufarijiana, tupate kumshukuru, tupate kuwa na ile hali ambayo ni ya kumwambia ni asante. Na hili ndio ambalo lilikuwa ombi letu tulipokuwa mahali hapa Sabato iliyopita. Kuna ombi ambao tuliwasilisha mbele za Baba wetu, tukamsihi, tukamwomba ya kwamba akitufanikisha atulete pamoja katika siku hii ya leo. Ilikuwa ya kwamba tamshukuru na hata kumwambia ni asante, na kwa sababu hakika ameshatenda. Maana tunajua ya kwamba juma nzima kumekuwa na shughuli aina nyingi, pilika za hapa na pale, kumekuwa na majaribu aina nyingi, lakini katika mambo haya yote Baba wetu amekuwa msaada wa karibu, amekuwa mchungaji mwema, na licha ya mambo hayo yote amekuwa mvumilivu kwetu. Maana kama angalitazama kila mmoja wetu, mitazamo yetu, mienendo yetu, maongezi yetu, matamanio yetu, pengine tumekuwa tukifanya kinyume, lakini amekuwa mvumilivu hadi siku hii ya leo. Kwa hivyo letu ni kumshukuru, kumwambia ni asante, na kumwambia sifa na shukurani zipate kumrudia. Baba asifiwe sana. Amen. Asante kwa sababu pia ya watazamaji na wasikilizaji wetu ambao tumekuwa nao tangia tulipoanzisha kipindi hiki ambacho ni cha kueneza ujumbe katika sehemu mbalimbali. Na ninashukuru maana tumekuwa tukifikia watu wengi, na watu wengi wamekuwa wakifarijika kama jinsi nasi pia tumekuwa tukifarijika tukiwa katika nyumba hii. Kwa hivyo pia naona wasalimia na pia kuambia kwamba tupate kujumuika pamoja katika sermon ama katika ujumbe ambao ni wa siku ya leo. Na kabla tujaanza, ningeomba kama jinsi ilivyo desturi, tutanyanyuka kwa miguu yetu miwili, na iwapo na jinsi ya kwamba Baba wetu ametenda mema katika maisha yako, iwapo na jinsi ya kwamba kuna miujiza Baba amekutendea katika maisha yako, iwapo na jinsi ya kwamba Baba amekuwa mwingi wa huruma, mwingi wa rehema katika maisha yako, ningewasihi tu tupate kumshukuru katika nyimbo mbili za sifa, kumwambia ni asante, maana hakika Baba wetu umetenda. Baba asiwe sana. Amen. Maana hata kufunuliwa siri hii ya kujua neno la ufalme ama neno la uzima ni miujiza mikubwa. Kupambanua tofauti ya matukio yanayofanyika dunia hii, kupambanua tofauti ya mafundisho ambao umeamini na mafundisho ambao watu wengine wameamini, hiyo ni miujiza Baba wetu amekutendea. Hilo ni jambo la kumshukuru. Imagine mtu anakuambia kwamba happy new year, wewe unamwangalia unamwambia bado hatujaruka mwaka, tuko mwezi wa Tebet, ambao ni mwezi wa nini? Wa 10. Unamwambia hivyo, na yeye anajua ya kwamba ni mwezi wa Januari tarehe 1. Kwa hivyo hiyo ni miujiza. Unaonekana kana kwamba uko ulimwengu mwingine katika hali ya maongezi yako, katika hali ya mitazamo yako, na katika pia hali ya matendo yako. Na hivyo ndivyo neno linavyosema, wakati Balaam alipochukua
amechukuliwa na Baraki ili akawalaani Waisraeli. Kuna maneno ambayo Balaam aliyoyataka, akasema na watu wale ni watu tofauti na watu wale wengine. Hivyo ndivyo tulivyo wapendwa. Nilikuwa mazishi hapa sehemu za Nyandarua hapa Dondoni. Nikaambia watu waliokuwa mahali pale, wakati mwingi watu wa Sabato huonekana kana kwamba hawana akili timamu, lakini wana akili timamu, wanajua maneno. Na kile ambacho kupelekea wanaonekana kana kwamba ni watu tadumataiwaweka ni kwa sababu ya jinsi ambavyo huwa tunaongea, jinsi ambavyo tumeamini. Maana mtu anapokuambia happy new year unamwambia mpendwa, bado mwaka kulingana na Biblia takatifu hatujaruka. Sio mtu atakuona kana kwamba hujaiba. Ni kwa sababu ya kile ambacho tumesoma kwenye Biblia, tukakataa kudanganywa, tukakataa kueneza uongo. Ndipo wakati mwingine watu wa Sabato huonekana kana kwamba ni watu ambao si kabisa, lakini huwa tuko kabisa. Kwa sababu ya nani? Elohim. Baba asiwe sana. Kwa hivyo nikopa tusimame kwa sababu ya yule Elohim ambaye amekupa pumzi ya uhai, amekupa afya njema, amekupa akili timamu, amekupa tumaini ya uzima wa milele, na pia amekusamehea dhambi na kukujulisha siri hii ambayo ni siri ya ufalme. Wacha tumwimbie wapendwa, kwa sababu ni mfalme wa wafalme. Nyimbo mbili ambazo ni nyimbo za sifa tafadhali.
asante. Nyimbo tamu. Yeye hutenda mambo ya ajabu ambayo hatuwezi elewa. Na ni kweli, kwa sababu pumzi ulionayo kwa siku hizo zote, miaka hiyo yote, amekuwa amekukupa tu hivyo tu. Wakati mwingi huwa tunakosa kuona uwezo na miujiza na upendo wa Baba wetu. Ndipo wakati pale niliwaambia kwamba ukitaka kujua ya kwamba umetendewa mambo ya ajabu, tembelea sehemu 3. Sehemu ya kwanza nikasema tembelea kule hospitalini. Utaona jinsi ambavyo watu wanavyolia usiku na mchana kwa sababu ya magonjwa yanayowasumbua. Sehemu ya pili, tembelea kule makaburini. Kule hakuna kusema, hakuna kutenda. Kule ni ukimya, miaka nenda urudi. Kisha tembelea gerezani, kwenye prison. Utaona wafungwa kule hakuna uhuru wa kutembea, hakuna uhuru wa kukula kile ambacho ungetaka, hakuna uhuru wa kuota jua. Pale unapimiwa kila kitu. Kwa hivyo ukiwa mahali hapa, shukuru Baba wetu, maana ametenda mambo ya ajabu asiyeweza mwanadamu yeyote. Kwa hivyo usije ukajidharau, ukajidunisha, ukaona kana kwamba Baba amekuacha. Baba angalipo anakupenda. Baba angalipo anakujali. Licha ya mambo mazito, licha ya changamoto tunazozipitia. Pengine siku ya leo, mwezi kama huu, wakati kama huu, ulikuwa umekusudia pengine kufika kiwango fulani, lakini kulingana na mitazamo ama kulingana na mapenzi yako hujafika. Lakini ukitazama nyuma, utaona ya mahali ambapo ulipokuwepo sipo ulipo. Kuna mambo fulani, mambo makuu ambayo Baba wetu wa mbinguni amekutendea. Kwa hivyo kwa wakati huu twashukuru, tumuhimidi Baba wetu, na hata kumwambia ni asante kwa sababu ya wakati mwingine ambao ametupa. Mimi kila siku, kila dakika, upande wangu uchukulia kwamba ni miujiza nimetendewa kuwepo. Maana kuna watu wa rika yangu wengi tulizaliwa siku moja, wakati mmoja, lakini leo wakati huu ni wa wengine kichaa, wengine walikufa, ila mimi Baba wetu bado angalipo ameniweka. Kwa hivyo nasikia kunyenyekea, licha ya changamoto ambazo nazopitia, namwambia ni asante. Na nina kila jambo la kumshukuru, na kila jambo la kumwambia anastahili kuinuliwa na hata kuabudiwa. Katika siku ya leo kuna jambo ambalo nilikuwa nataka tusemezane, na jambo hilo limeleta shida kubwa ndani ya watu wengi. Na ninashukuru ujumbe wa asubuhi, ndugu aliyekuwa akifundisha juu ya hasira. Na nikasema kumbe ndugu tunapelekana, ila mimi nitakuwa kinyume kidogo na jambo lile, lakini itakuwa ni kama linaandamana kwa kiasi. Jambo la pili tukafundishwa sasa hivi kuhusiana, nisijui tataja ni mambo hayo yote yamemalizia na kuwa na nini, na huruma, na mtu kumjali yule mwingine. Hakuna kitu kizuri kama kujua kumjali yule mtu mwingine na kujua ya kwamba kuna kesho. Unapotamka jambo lolote kuhusiana na mtu mwingine, unapotenda jambo lolote kuhusiana na mtu yule mwingine, jua kwamba kuna nini? Kesho. Kuna kesho, na hatujui kesho itakuwa namna gani. Kwa hivyo siku ya leo ningetaka tuongee juu ya kuwa na uchungu, bitterness. Bitterness na tabia kwa kusema uchungu ama mauchungu, sijui mtasema mauchungu kama vile nimesema mkisema makasiriko. Sijui pia uchungu itakuwa mauchungu. Nadhania itakuwa mauchungu, itakuwa ni uchungu. Uchungu, kuna uchungu ambao sitaki kuhusiana na mambo ya maumivu. Mtu anapokuwa ameugua, ni mgonjwa, huwa ni maumivu anahisi. Nataka kuongea juu ya uchungu
ambao unaweza kupelekea ukatenda dhambi. Uchungu ambao unaweza kupelekea ukalipisha kisasi. Uchungu ambao unaweza pelekea ukafanya yale ambayo si mapenzi ya Elohim wetu. Uchungu ni nini? Kuwa na bitterness. Bitterness, kulingana na mtazamo ambao nimechunguza, iko juu ya hasira. Hasira inaweza kaa kwa muda, lakini bitterness ama uchungu, kama huwezi izuia, unaweza kufa ukiwa na ile bitterness ama ukiwa na nini? Na ule uchungu. Na bitterness ama uchungu huja kwa ajili gani? Huja pengine kwa jambo uliyotendewa, aidha kuwa mtoto, ukuwa msichana, ukuwa kijana wa kiume, ama pengine ukuwa mtu mzima. Ulitendewa, ama ulifanyiwa, ama ulinenewa. Mpaka siku ya leo, jambo lile ukilitafakari, unasikia kulipisha kisasi. Unasikia vibaya ndani ya moyoni mwako. Hilo ndio jambo ningetaka tupate kusemezana, wapendwa, pamoja na marafiki zetu ambao wanadama pamoja na sisi. Hata jinsi ambavyo umeketi, kuna jambo uliyotendewa, pengine kuna ambao walitendewa kitu wakiwa shuleni. Mpaka jambo hilo huwa linawadhuru mpaka siku ya leo. Wakilikumbuka, wanajinsi ya kwamba hawastahili kuwa katika ulimwengu huu. Na hiyo ndio kitu ningetaka kitambo fike bitterness, ifike uchungu, uwe sasa na mauchungu. Kitu ambayo inaanza ni hasira. Hapo ulitufundisha hapa asubuhi ndugu. Ubarikiwe sana. Hebu nisomewe kitabu cha Waefeso 26. Waefeso 4:26. Uchungu, uchungu, bitterness. Mtu akiwa na bitterness, mtaona madhara ambayo hupatikana kwa huyo mtu na mambo ambayo anaweza kuyafanya kupitia maandiko matakatifu. Hebu soma Waefeso 4:26 inasemaje? Waefeso sura ya 4 aya 26. Ndio. Mwana hasira ila msitende dhambi, jua lisichwe na uchungu wenu bado haujawatoka. Ndipo nikasema uchungu ama bitterness ni jambo kubwa, maana hasira huzaa bitterness ama huzaa uchungu. Paulo anatushauri akiwa kwa Roho Mtakatifu, muwe na hasira ila msitende dhambi. Angalia mahali pale, mwarakara mwemanya mutigeketia mutikehie. Sikiza pale, muwe na hasira. Hasira, tukua kama binadamu ni lazima tuwe wetu wenye hasira. Hapo uelewe. Kwa hivyo ukiona nimekasirika ama ndugu akasirika, tukasema ndugu huyu hajaokoka. Ameokoka. Lakini kuna kitu ambacho ameambiwa, akikasirika asitende dhambi. Unajua sasa sisi ambao tumeoa na pengine huwa tunahudumu hapa mbele kama ndugu ndio na ulikuwa unatuhubiria, pengine kuna hasira hapo, kuna fikiria pengine Mungu anakuambia sasa, unasema umeokoka wewe na wewe sasa angalia vile huko ulivyo sasa hivi. Ameambiwa awe na hasira lakini asitende dhambi. Na kuna jambo ambalo limeambiwa, hasira ina wakati wake, ina limit. Hasira haiwezi na mfululizo. Hasira inaambiwa najua. Angalia, kwa hiyo tumepewa nini? Mipaka. Limit, mipaka. Ndio barikiwa, nimepewa mipaka. Nikikasirika, jambo la kwanza nisitende dhambi. Ndipo unaona hauseruhusu. Baada ya Esther kusema ya kwamba Hamani ndiye amepanga mipango ya kuangamiza Wayahudi, hasira ilimpanda nani? Hauseruhusu mfalme. Ili asitende dhambi, aliepuka, akatoka, akaenda kule nje kuangalia ili hasira irudi chini, ili asitende
Nataka uangalie, muwe na hasira lakini msitende dhambi. Na nikasema ya kwamba hasira ina mipaka, yaani ina muda wake ambao umepewa. Jua lisichwe ama lisizame kule kama mngalipo na hiyo hasira. Bwana asifiwe sana. Amen. Kwa hivyo jambo la kwanza, usitende dhambi ukiwa umekasirika, kwa sababu nayo hasira hafanyi mapenzi ya nani? Ya Baba wetu wa mbinguni. Na huwa naambia watu wa kwamba unapokuwa na hasira usifanye maamuzi yoyote, maana utafanya maamuzi mabovu. Na pia kama umefurahi mno, ukiwa umefurahi sana, usifanye maamuzi yoyote, maana utafanya maamuzi makosa mabovu. Kuna mtu alifurahi sana hapo, anaitwa Herode. Alifurahi maana aliona yule msichana alimuimbia, akamchezea mpaka akamwambia hata ukitaka nusu ya ufalme nitakupa. Akalia maamuzi, chochote ambacho utaniomba nitakupa. Katika mambo hayo mawili, ukiwa kwenye hasira kali usifanye maamuzi. Ukiwa mwenye furaha mno, umefurahia mno, usifanye maamuzi. Ndipo tukaambiwa katika Methali 22:24 inasemaje? Methali 22 aya yake ni ya 20 na inasemaje? Methali sura ya 22 aya 24. Ndio. Usifanye urafiki na mtu mwenye hasira nyingi, wala usiende na mtu wa ghadhabu nyingi. Usifanye urafiki na mtu wa hasira nyingi. Huyo ni mtu ambaye hazizuia hasira zake. Unaambiwa usifanye urafiki na yeye. Angalia sasa vile anavyoshauriwa. Usifanye urafiki na mtu wa aina hiyo, ama mwenye ghadhabu nyingi. Usifanye urafiki naye. Usije ukajifunza njia zake. Okay. Kwa hivyo ndiposa wazee fulani walikaa mahali fulani, wakasema mshe na makodo. Kwa hivyo ni Biblia. Kwa sababu mtakapokuwa mkikaa na yeye sana, utajifunza kama yeye. Na nini ingine? Utajifunza njia zake. Na kujipatia nafsi yako mtego. Utajipatia nafsi yako nini? Mtego. Kwa hivyo nataka kuongea kiwango ambacho kiko juu kuliko nini? Hasira, ambayo nimesema ni nini? Ni bitterness. Na nikasema hasira ndio inazaa bitterness ama mauchungu. Nikasema ni kitendo ulichokitendewa ama ukafanyiwa ama ukanenewa, mpaka siku ya leo bado kiko ndani yako, na huwa kinakupelekea wakati mwingine unafanya maamuzi mabovu. Nisome katika kitabu cha Waefeso 4:31. Tunashauriwa namna gani? Waefeso 4:31 inasemaje? Waefeso sura 4 aya ya 31. Ndio. Uchungu wote na ghadhabu na hasira na kelele na matukano yaondoke kwenu, pamoja na kila namna ya ubaya. Angalia, kati ya mambo ambayo tunaambia tuyaondoe ndani yetu katika kitabu cha Efeso 4:31 ni uchungu, hiyo bitterness. Tunaambia tuondoe ndani yetu. Unajua mtu akiwa na uchungu ndani ya moyoni, mpendo, hakuna kipenzi akafanya. Kuna msichana aliulizwa na kijana fulani, kisha akamwacha pasipo jambo lote aliyotendewa na yule kijana na yule msichana. Mpaka leo msichana yule huwa analia. Ile uchungu bado ako nao. Kuna mtu alinipata akaniuliza swali ambapo siku anajua mahali ambapo alikuwa akinielekeza. Kauliza, mchungaji, mimi kuna wakati fulani
nilipokuwa binti niliulizwa, nikaposwa, nikachumbiwa na kijana fulani na mali ikatolewa. Kisha baadaye nikamkataa yule kijana kwa sababu ambazo hazikuwa sababu maalum. Sasa huyu mtu ananiuliza ashaolewa tayari. Ni mambo fulani alikuwa kisasa kawa ananiuliza yale mambo kwa sababu kuna nadhiri tulikuwa tumeweka na huyo kijana. Heme hizo toa hitarija muda joshio. Hilo jambo inaweza nikula. Hata sasa hivi ndio mmoja na nikolewa na yeye ameshaoa. Kuna kipindi fulani nilifundisha kwa nikasema ya kwamba baba ndiye anakuwa shahidi wakati mleka zile nadhiri. Nimekukubali. Hizo ni nadhiri mnaweka. Usipoiondoa hiyo jambo huwa linaandama mtu. Sasa wakati mmoja wakawa wameongea kwa simu. Baada ya miaka mingi yule dada akamwambia, sasa mimi sijui vile nilikutendea kama hilo jambo linakwenda. Akasema ndio. Na unajua ni miaka zaidi ya miaka kama 10. Huyu ameolewa na ule ameoa. Hilo jambo huwa nikilikumbuka vile nilifanyia nasikia nini? Uchungu. Sasa sikiza mahali hapa. Kwa nikasema uchungu kuisha inategemea utaimaliza namna gani. Kwa hiyo unapomwacha mwenzako ulikuwa umemchumbua, ulikuwa umemchumbia. Good, ulikuwa umemchumbia. Unapomwacha hamjaoana lakini ulikuwa umemchumbia kama mchumba wako. Hile mauchungu mtu ule uacha nayo. Wengine watu wanasema sitaoa ama sitaolewa. Kwa hivyo yule mtu asipopatiwa ushauri ile roho, kwa sababu uchungu kuwa na ile pita hiyo pia ni spirit itoke ndani yake, hata akioa bado ukumbuka jinsi ambavyo alivyotendewa. Kwa hivyo kuna hatari. Hii spirit ambayo haitoki kwa mtu kwa haraka. Ndiposa Paulo akasema ya kwamba katika ile 31 tuondoe haya pia uchungu, hiyo bitterness. Hebu soma katika Ayubu, anasema ndani katika Ayubu 21:25. Ayubu 21:25. Ayubu sura 21 aya 25. Ndio. Mwingine hufa katika uchungu wa roho. Ati kuna mtu hufa akiwa bado na ule uchungu kwa sababu ya mambo aliyotendewa. Ndipo ndugu alituambia tunapofanya jambo tukumbuke kuna nini? Tuna kesho. Kwa sababu ya jambo uliyomfanyia mtu fulani ama alikufanyia, mtu hufa akiwa bado na nini? Uchungu. Akiwa na nini? Asionje mema kamwe. Kwa sababu kuwa na uchungu hakuna wakati utaona mema. Hutakuwa na amani, mpendwa. Wakati utakapokuwa ukikumbuka kile kitendo. Kuna mtu hapa miaka 20 imeisha, lakini anakumbuka yule mwalimu aliyemfunza. Na pia aliyemtendea kitendo ambacho si kitendo kizuri. Mpaka siku ya leo akikumbuka huyo mwalimu anasikia vibaya ndani ya moyoni mwake. Anasikia vibaya akimkumbuka. Kwa sababu ule uchungu bado umo ndani yake. Maandiko yakasema ya kwamba hufa akiwa na ule uchungu, anakosa hata mema anapokuwa katika nini? Maisha yako. Kwa hivyo uchungu unapokuwa ndani yako, hakuna wakati utaona mema. Amani utakuwa na amani? Hakuna amani utakuwa nayo. Maana kila wakati ile jambo linakusumbua. Liko kwa mawazo yako. Wengine pengine walinajiziwa. Mtu akashikwa akiwa mtoto. Akanajiziwa. Hilo jambo huwa mpaka akiona wanaume anaona nitomega arume mahana agoma. Yaani anasikia moyo wake haumpendi kwa sababu ile kitu kwa sababu ya mauchungu aliyo. Hatamani hata kuolewa. Ile jambo linamkula. Linamsumbua mpaka siku
siku ya leo. Kwa hiyo yeye kitu yoyote ambaye bado ni mwanaume anawachukia kwa sababu ya ile kitendo alicho ile mauchungu bado iko ndani yake. Ayubu akasema hufa akiwa na nini? Uchungu. Na ule uchungu uko ndani yake, hujaisha. Ni kitu ambacho kinadumu miaka mingi, kama huwezi kwa jinsi ya kukimaliza. Na tutaangalia unaweza maliza uchungu namna gani ili uchungu isidumu ndani yako. Unaweza maliza namna hiyo bitterness ili upate mema katika nini? Maisha tunayoishi. Maana mtu aliye na mauchungu, aliye na bitterness, hakuna mema anaweza yapata. Kila wakati atakuwa, unakumbuka kuna mwanamke anaitwa Hana wa Fanueli. Ni Hana alikuwa wa Elikana. Ni wa Elikana. Samueli wa kwanza 1. Hana wa Elikana. Si wa Fanueli. Wa Elikana. Wa Fanueli ni Ani ambaye yuko katika Luka 2. Huyo ndio wa Fanueli. Kuna Hana wa Elikana. Maandiko inasema ya kwamba alikuwa mwingi wa uchungu kwa moyo wake kila wakati. Shida haikuwa kutojifungua watoto ama kutoshika mimba. Shida ilikuwa kunenewa maneno mabaya kuhusiana na jinsi alivyokuwa. Shida haikuwa kutopata mtoto. Ni wale waliokuwa wakimzunguka kwa maneno waliokuwa wakimnenea. Na kuna watu wanaweza fanya uwe na mauchungu, acha nikuambie. Akikuangalia hivi anaweza kutukana, hiyo jambo likukule miaka 10. Na hivyo ndivyo Penina alivyokuwa kwa Hana. Akimuona, muangalie wewe, sijui namna gani, unajifanyaga. Hiyo maneno ilikuwa ikimkula moyoni. Mpaka mume anamwambia, mimi si zaidi ya vijana wengi kumbe. Alijaribu kumfariji ile uchungu bitterness aliyokuwa nayo Hana ifanye na gani? Ishe. Kwa hivyo tutaangalia kama iliisha ama haikuisha, na iliisha kwa njia gani. Soma kitabu cha Mwanzo. Kabla hujasoma Mwanzo, soma Methali 17 aya yake ni 25. Methali 17:25 inasemaje? Methali sura ya 17 aya 25. Naongea juu ya bitterness. Mpaka leo unaikumbuka, kuna kitu ulifanywa, hiyo kitu inakukuraga mpaka siku ya leo. Inakukuraga mpaka ukikumbuka vile ulivyofanywa. Inakukura. Hata wazazi tunaweza fanya wawe na nini? Uchungu. Na uchungu sisi tunaweza pelekea watoto wazazi wetu wawe na nini? Na uchungu. Kwa njia gani? Hebu soma. Methali 17 aya 25. Ndio. Mwana mpumbavu ni huzuni kwa babaye, na uchungu kwa mamaye aliyemzaa. Ati mwana mpumbavu ni huzuni kwa babaye, lakini kwa mama yake ni uchungu. Sasa hivi nasema mtumio shatoka na bitterness. Anaishi akiwa na ile bitterness, ile uchungu. Akisikia mtoto yake yale ambayo anayofanya kule, matendo ambayo mtoto wake anayofanya, anasikia bitterness ndani yake. Kila wakati anadumu akilia. Na kuna kijana mmoja nilifanya wazazi wake wakawa na hiyo bitterness. Anaitwa Isao. Nini alifanya Isao? Kitabu cha Mwanzo 26 aya 34. Mwanzo sura 26 aya 34 inasemaje? Esau alipokuwa mwenye miaka 40 akamwoa Yudithi binti Beeri Mhiti na Basemathi binti Eloni Mhiti.
Roho zao Isaka na Rebeka zikajaa uchungu kwa ajili yao. Sasa sikiza mahali pale. Kwa sababu ya matendo, Isaka alikuwa akifanya matendo ambayo si mazuri. Na mtu ambaye aliathirika sana ni Rebeka. Maana Rebeka anampata Isaka na kumwambia, mume wangu, mimi naona Yakobo hii njia ambayo Isaka amepita, Yakobo akipita mimi nitakufa hakika. Ndipo maandiko ikasema ya kwamba ule mwana huwa uchungu kwa mamaye. Rebeka ndiye amepata Isaka. Oje mimi hata pengine watu wangu wakifanya mambo kule, wazee wakati mwingine hilo jambo haliwadhuru sana. Wamama ndio inawadhuru sana. Wanalia. Juzi kijana wangu kuna mambo alipitia mazito. Sasa mimi naambiwa, mama anasema tuombe kwanza. My wife nikasema tunaombea nini? Unajua kumetokea hivi na mimi sina haba. Akasema ni hiyo tu. Hata naona amehuzunika. Hiyo jambo limekuwa. Tukaomba. Baada ya kuomba tumekita, akasema hilo jambo si mwingine. Wapelekwa akalipoti kwa polisi. Nikamwambia ati polisi. Sasa tumekaa tu. Nikikaa dakika 5 ananiambia, "Mtulie hivi. Si mwende polisi kwanza mkalipo." Sasa nikaona hilo jambo linamsumbua. Wajua wanaume si ati huwa tunapuuza. Bwana asiwe sana. Mwanaume anaangalia maneno kwanza, anapima kwanza. Anapima na tunakaa kitabu tufanye nini? Maamuzi. Si ati nikupenda. Ni vile tumeupa mahubiri. Huwa nawaambia kama wanafikiria upande moja, wanawake wanafikiria upande zao. Hiyo ndio tofauti yetu, na nafikiria na right na left. Lakini mwanaume anafikiria na anapigia kama ni left ama ni right, afikie upande moja tu. Hata akikaa hivyo na anakaa tu namna hiyo, unaona tayari mtu tunajua wega. Lakini uko sawa. Na sio kupenda dipoza mtukuja katika maisha yetu. Bwana asifiwe sana. Mimi nimetulia na ndio. Aliniambia sikima na tatu, naambia mimi nitaenda koja. Anaona tunachelewa bado. Yaani unakuja kwamba lile jambo limemfanya akawa na nini? Uchungu. Na uchungu. Naye Rebeka wakati alipoona ya kwamba Isaka mambo anayoyafanya, Rebeka akaenda kaambia mumewe. Maandiko yamesema wakawa na uchungu, alifanya wazazi wake wakawa na nini? Uchungu. Alifanya wazazi wake wakawa na uchungu. Rebeka kama wamekuwa na uchungu, mwanaume anaweza kaa tu namna hiyo akiwa nayo. Aseme kitu, lakini Mungu anataka kutoa. Akaenda kaambia mumewe, hii kajia ambayo Isaka amefuata, mimi naona Yakobo akifuata. Tafadhali ita Yakobo umshauri. Bwana asifiwe sana. Amen. Ita Yakobo umshauri. Na tafadhali umesoma 35. 26:35. Ndio nimesoma. Soma 27:46. Inasemaje hapo mwanzo? Mwanzo 27:46. Ndio. Rebeka akamwambia Isaka. Sasa angalia ile mambo imeuma. Huyu mwanamke Isaka alitulia tu, yeye hana mama neno. Lakini Rebeka anaangalia, naona hii mambo itakuja kuleta madhara. Sasa akaenda kaambia Mungu, akamwambia namna gani? Rohoni mwangu sina raha kwa sababu ya hao binti za hedhi. Kama Yakobo akitoa mke katika binti za hedhi, kama hawa binti za nchi, maisha yangu yatanifaidia. Maisha yangu yatanifaidia nini? Kwa hivyo ni kitu kinakulaga watu, ni kama asset. Business ni kama asset. Asset ndio tindikali. Asset ndio tindikali kwa Kiswahili. Kemikali. Lakini tindikali. Tindikali kwa Kiswahili. Asset ni tindikali. Bwana asifiwe sana. Amen. Jinsi ambavyo inaweza kuwa inakula chombo chenyewe, hivyo ndivyo nayo mauchungu bitterness inakula mtu ndani. Rebeka akasikia kwamba hiki kitu kinanikula. Solution ni nini? Yakobo akipita akakachia, afanye tabia kama za Esau, bila shaka mimi nitaisha sasa. Kwa sababu ile mauchungu aliyokuwa nayo, akamwambia naomba tafadhali, ongea na Yakobo. Ndio kia mauchungu, bitterness inakula mtu. Unaweza kuwa ulikuwa sawa, ukakumbuka jambo ulilofanywa, uliotendewa, ulionenewa, ukasikia tumbo imeanza kuwa moto,
Unasikia hata vidole vya tumbo. Sisi kama waisikia na kitu kama hiyo. Ni jambo lile linakusumbua mpaka siku ya leo. Hivyo katika Rebeka alikaa akasema hiki kitu linanisumbua. Inanikula. Akaenda akampata Isaka. Akamwambia hapana, mume wangu, ninakusihi ili niwe na amani. Hakuwa na amani huyu mwanamke kwa sababu ya mauchungu ama bitterness aliyokuwa nayo. Kwa hiyo ukisoma kwa wakati wako, kwa sababu ya ile mauchungu, nani hakubarikiwa? Alibarikiwa Esau. Esau hakubarikiwa. Kwa hiyo inazuia hata zile baraka zitufikie. Unapokuwa hapo unakosa ile breakthrough. Unajua uko na ile bitterness, hata kuomba ni ngumu. Hauwezi omba. Hata ukiomba unakuta ya kwamba ile breakthrough hakuna. Kwa sababu unapoenda kuomba unakumbuka kile kitendo ambao ulifanywa na mama fulani, ama baba fulani, ama kijana fulani, ama msichana fulani, ama mwalimu fulani, ama mtu fulani. Unajisikia ya kwamba ile maombi inaishia mahali pale. Unajisikia atakumlaani. Na maandiko yanasema usilani lakini ubariki. Tukasoma asubuhi, usilipe ovu kwa ovu. Kwa hiyo bitterness itazuia ukosa hata kumbariki yule mwenzako. Hebu soma kitabu cha Samueli wa pili 3:33. Bitterness, uchungu, hufanya mtu anajisi kulipisha nini? Kisasi. Baraka ama tuma modo aliye unau. Ni bitterness, ni ule uchungu ikisha koma. Mtu asikia koma, na mimi kwa sababu alinifanyia hivi, nami nitamfanyia vibaya. Niliambia watu wengine walikuwa wamenitembea kwa ofisi jana, nikawaambia kwamba ukitaka kujua wewe ni mchawi, Shalom. Wakati ukitaka kujua wewe ni wachawi, ukitaka kama wewe morogi, utaangalia mambo mawili. Jambo la kwanza, wakati watu wanapopata mema ama rafiki yako unajihisi vibaya, baadaye ufurahie. Wakati wanapoendelea na kufanikiwa, wewe unakosa kufurahia, unasikia vibaya. Wewe ni mchawi. Shalom. Hata unajua wachawi ni wangapi? Wakati mambo yako mabaya unafurahia. Kasema baba ametenda. Haleluya. Wewe ni mchawi. Hata utajua usiende kutafuta wachawi huko. Umeelewa hiyo maneno? Kabisa. Mambo mangapi? Mawili. Jambo la kwanza, wenzio wanapofanikiwa unahuzunika. Wewe ni nani? Wewe mchawi. Na hiyo ingine, wenzio wanapopata mabaya unafurahia. Sasa unaona wachawi ni wangapi? Tuko wengi. Sasa unaona hiyo maneno? Wachawi. Na wachawi hawataliti mfalme. Wachawi hawataliti nini? Ufalme. Ukisoma katika 22:15 ama 21:15 Ufunuo, wasitu mahali watakuwa na washerati na waabudu sanamu, hata wachawi watakuwa wapi? Pale. Na ndugu akasema ni wengi. Sasa hapa kuna mtu ambaye ndugu yake alitendewa vibaya, ndugu yake akauawa, akasema na mimi pia siku moja nitalipisha kisasi kwa sababu ya mauchungu aliyokuwa nayo. Nimesema hata kuna watu wako na mauchungu kwa sababu walifiwa na mume wake. Mume alikufa. Ile mauchungu bado wako nayo. Ile mauchungu kwa sababu ya kufiwa na mume wake. Ana uchungu akikumbuka mume wake. Kwa sababu ya ile mauchungu analia. Niliambia watu wengine pale mazishi, kuna mtu akikufa hata hakuna huzuni. Iko. Watu wanafurahia. Unakuta mama ameachwa lakini ya maisha yake yanaendelea sawa. Lakini kuna mwingine kitambo ile uchungu itoke, unakuta yuko bali na sikupenda kwake. Ni kulikaji ambao walivyokuwa wameshikamana. Kuna mwingine akivua na mtoto wake,
mpaka leo yule uchungu. Ako na watoto wengine, lakini akikumbuka yule mtoto machozi yanadondoka. Ako na ule uchungu bado, ile bitterness bado ako nayo. Mwingine alikuwa na mumuko wake, hata akiwa mwingine anasikia bado, hapana, bado roho yangu na moyo wangu uko kwa nini yule alienda, kwa sababu ile bitterness bado iko. Kwa hivyo hana amani, hata kama ameoa mwingine yule alikufa, bado hana amani. Kwa hivyo kuna mtu ambaye ndugu yake aliuawa. Nimesema uchungu hufanya mtu akalifisha nini? Kisasi. Kisasi. Aliipisha kisasi. Samueli wa 2:3-26. Samueli wa 2:3 aya 26. Naye Yoabu alipotoka kwa Daudi akapeleka wajumbe kumfuata Abneri, wakamrudisha kutoka kisima cha Sira, lakini Daudi alikuwa hana habari. Basi Abneri alipokuwa amerudi Hebroni, Yoabu akamchukua kando hata katikati ya lango ili aseme naye kwa faragha. Akampiga mkuki kwa tumbo huko hata akafa kwa ajili ya damu ya Asaheli ndugu yake. Angalia, huyu ni Abneri. Abneri akawa amemuua ndugu yake Yoabu. Kwa sababu ya Abneri kumuua Joab, ni ndugu yake Joab, alikuwa kitu namna gani ndugu yake Joab? Asaheli. Alikuwa kitu Asaheli. Kwa sababu ya kumuua, na ni siku nyingi zimepita, miaka mingi imepita, ile uchungu akao nao, ile bitterness akao nao nani? Joab. Akasema na mimi wakati mmoja nitalipisha kisasi dhidi ya damu ya ndugu yangu. Kwa sababu Abneri amemuua ndugu yake. Kwa hivyo alitafuta nafasi ambapo atamuona nani? Abneri. Wakati mmoja baada ya mfalme Sauli kufa, sasa Daudi alichukua ufalme, naye Abneri ndiye alikuwa jemedari mkuu wa jeshi la Sauli. Sasa Abneri akatuma ujumbe kwa Daudi, akamwambia kwamba unajua mimi ndio nilikuwa jemedari na mimi ndio kiongozi, kwa hivyo ukitaka mzuri tufanye amani na wewe Daudi, ili watu wote waliokuwa kumfuata Sauli nikuletee. Kwa hivyo Daudi akasema njoo tupate kusemezana. Kwa hivyo Abneri akaenda kwa Daudi, naye watu ambaye pia ndiye alikuwa jemedari mkuu wa jeshi la nani? Na Daudi hakuwepo, walikuwa wameenda vita. Kwa hivyo wakati walipokuja Abneri wakaongea na Daudi, wakakubaliana hawa watu walikuwa na Sauli wote walete ili ni waongoze. Basi wakawa wamepatana namna hiyo. Alipokuwa ameenda naye Yoabu akarudi. Yoabu aliporudi akamwambia kwamba unajua Abneri alikuwa amekuja hapa. Yoabu akakumbuka ile bitterness ya ndugu yake kuuawa ikawa bado ilikuwa ndani yake. Akasema ameenda. Na Daudi amemwachia kenda kwa amani. Sasa Yoabu akatumana. Sasa ametoka, nenda kanitie, mkamfuata Abneri arudi. Sasa Abneri anajua na anafikiria kwamba kuko na nini? Na amani. Lakini ajua kwamba huyu mtu ambaye anaitwa Yoabu ako na bitterness kwa ajili ya ndugu yake Asaheli. Maandiko yanasema ya kwamba walipokuwa wamepatana hivi, akamchoma na nini? Mkuki. Kwa sababu ya kulipisha kisasi, ile bitterness bado ilikuwa ndani. Kwa hivyo ndipo nikasema ya kwamba bitterness ya kitendo kilichofanyiwa ama kilichokitendewa huwa kinafanya kazi mpaka siku hiyo, roho haitoki hivyo hivi. Haitoki hivyo vile ambavyo unavyofikiria. Hiyo roho bado huwa ndani ya mtu. Na hiyo anapelekea mtu akafanya madhara makubwa. Sasa angalia, alimuua nani? Yoabu. Alimuua Abneri. Daudi hakufurahia kitendo kile. Alisema ya kwamba mimi Daudi na Israeli zote hatuna hatia kwa damu ya nani? Ya Abneri. Jambo hilo, uovu huo umrudie nyumba ya nani? Ya Yoabu. Na akatoa laana. Daudi akasema kusiwe na mtu katika nyumba ya Yoabu, kusikose mtu ambaye hana ulemavu. Na ukiangalia vile Yoabu alikufa, wakati Daudi alipokuwa karibu kufa, alimwambia Suleimani, na uangalie mvi za nani? Za Abishai
na kina Yoabu isiende kwa amani kule kwa ngomba. Alimwaga hivyo kwa sababu walimwaga damu wakati wa amani. Sasa angalia ile mambo, kulipiza kisasi kuna madhara yake. Na ukiangalia Yoabu vile alivyokufa kwa sababu ya kulipiza kisasi, kwa sababu ya bitterness ile. Unafikia watu huwa wanajinyoka kwa ajili gani? Pengine mke alitendewa vibaya. Ukiwa na bitterness, utafanya maamuzi mabovu. Utachukua kako fana namna gani? Jitundike. Ujinyoke, ujitundike. Si eti yako nikupenda. Hata mume anaweza kuwa ametendewa kitu kibaya na mwanamke. Anajinyonga kwa sababu ya nini? Uchungu. Sasa nitafanya namna gani? Utaisikia kwamba mwanaume aliua mke wake, akaua watoto wake 3 kisha akajiua. Ni bitterness, hiki kitu kingine ni bitterness wapendwa. Ni ile mauchungu. Na ile mauchungu inaweza zuiwa. Ndipo tukaambiwa na Paulo katika ile 26 wa Efeso, muwe na hasira lakini msitende. Na zile hasira zina mipaka. Zina muda wake. Jua isichwe. Lakini unakuta kwamba ile mauchungu tangia mlipoona bado unakuona ile mauchungu. Ndipo nilisikia program akisema, unakuta dada na kukumbusha, unajua wakati ulinioa uliambia mimi nakuwa mrafi sana, nakula kama fisi. Yaani ile kitu bado iko ndani yake. Bado iko ndani yake, haijatoka. Akikumbuka tu anapoenda kula, anaona mume wake kama anamuona anakula kama nini? Kama fisi. Sasa nakula kidogo ili asionekane amekaa kama nini? Fisi. Lakini akiondoka hapo ndio anakula mzuri. Anararua chakula vilivyo. Lakini kwa pale sasa huyu na ile kitu nampanda alisema nakula pale. Kuna mtu aliniambia mke wake anakuwa kama nguruwe. Nikaangalia yeye nikashindwa kama anakula kama nguruwe. Aliniambia hivyo. Nikamuuliza, nikamwangalia hivi. Sasa kwa sababu mimi nakula kama nguruwe. Si ni mali yake. Hata akikula namna hiyo. Unajua vile nguruwe inakulaga? Nguruwe. Unajua nguruwe ni kitu moja huwa ikuli peke yake, tubako. Tubako peke yake iko, ndio kule taangalia. Lakini vitu vingine nguruwe inakula, inararua. Tubako peke yake ndio nguruwe huwa ikuli. Kwa hiyo Joabu amelipicha kisasi dhidi ya nini? Na kila ambacho kimefanya ni nini? Ni bitterness. Ndugu Zabron, bitterness sio mzuri. Na bitterness ni dhambi. Soma kitabu cha, kuna ambao pia walipisha kisasi kwa sababu ya dada yao, kwa sababu ya bitterness. Mwanzo 27:33 mpaka 34. Mwanzo sura 27 aya 33 na ile 34. Isaka akatetemeka tetemeko. Samahani. Mwanzo umesoma 27:33. Soma Mwanzo 34, aya yake ni ya kwanza. Mwanzo sura 34, tuanze aya ya kwanza. Basi Dina binti Lea, ambaye Lea alimzalia Yakobo, akatoka kuona binti za nchi. Shekemu mwana Hamori Mhivi, mkuu wa nchi, akamwona, akamtwaa, akalala naye, akambikiri. Sasa angalia mahali pale. Huyu ni Dina, mwana binti wa Yakobo, dada umbu lao na akina Simeoni, akina Lawi na wengineo. Maandiko yanasema ya kwamba Dina alienda kutembea. Ndipo nilikwambia kwamba hakuna kitu kibaya ambacho huwa kinajeruhi mtu kimawazo na kimoyo na kimwili kama kuna kisiwa. Alipokuwa kule ni Shekemu, ndio akamshika kwa nguvu, akamleta. Hivyo ndivyo maandiko yanavyosema. Hilo jambo wakati aliporudi kwao, hilo jambo wakati ndugu zake walipojua, ndugu wa kuzaliwa tumbo moja alikuwa ni Simeoni na Lawi. Hilo jambo wakasikia wakiwa na bitterness, wakasema lazima tutalipisha kisasi. Sasa na wale pia baba ya Shekemu wakakuja kwa Yakobo wakamwambia, kwa sababu mko kwetu, tungetaka tuwe tunaoana, tafadhali tunawaomba, kwa sababu ya kitendo kile ambacho Shekemu amefanyia binti yenu,
mkatupatia huyo Dina binti yenu, tutalipa mahali yote ambayo mtakaopenda. Sasa Yakobo alikubali. Yakobo hapo na ubaya. Lakini Simeoni na Lawi wakasema, iwapo mngetaka binti zetu na tuone na nini, vijana wenu wa kiume wote lazima wafanye tohara. Lakini walisema kwa hila, kwa sababu ya mauchungu, ile bitterness waliokuwa nayo. Walikuwa wanataka kulipisha nini? Kisasi. Kwa sababu waliangalia hawa watu mnaweza fanya namna gani. Maandiko yanasema ya kwamba wakakubali, wakasema hilo ni jambo rahisi sana. Hawajui ya kwamba kuna watu wamesema hivyo kwa sababu ya nini? Ya bitterness. Wakaenda wakatangaza kwa wanaume wa Shekemu, nyinyi wote tumeambiwa hawa watu tutakuja kuwachukua. Mifugo itakuwa mifugo wetu, utajiri wao utakuwa ni wetu. Kwa hivyo ninawaomba mtahiriwe nyinyi wote. Vijana wanaume wote wa Shekemu wote wakatahiriwa. Basi Simeoni wako tayari na Lawi. Wakasema siku ya kwanza hakuna uchungu, siku ya pili hakuna pain, siku ya pili hakuna pain, siku ya tatu kuna nini? Uchungu. Nataka uongee si uchungu. Kuna maumivu wewe. Wacha kuchanganya. Kuna maumivu, wacha uchungu. Kuna maumivu. Siku ya ngapi? Ya tatu. Huyu mwanaume akatoka mahali yuko wa kupewa chakula. Wakachukua mapanga. Simeoni na nani? Lawi. Kwa sababu ya nini? Uchungu. Kwa sababu ya bitterness, uchungu. Wakaenda wakapata wanaume hawatoki mahali yuko, ni kurarua. Kuchinja wanaume mpaka ng'ombe zili. Angalia kwa sababu ya bitterness. Kwa sababu binti yao alilepiwa. Mbona kuta wengine hata wakilepiwa ule mtoto akifuka mimba kwa sababu ya kunajisiwa, ule mtoto atakizaliwa. Unajua sasa mama ako na mauchungu. Yule mtoto kuna vile atazaliwa na kuna vile atakavyokuwa. Kwa sababu ya nini? Alizaliwa na bitterness. Mtu alikuwa sema sasa huyu mimi nitamtoa, si mtu wa kanisa. Huyu mimi nitatoa. Kama hapa. Kwa sababu umekuwa ukiongea vibaya. Na huyo mdomo wako inasema hivyo. Mtoto anasikia. Mtoto anasikia gani? Anasikia. Wakati mmoja Elizabeth walisalimiana na nani? Na Maria, kitoto kikaruka. Tunasikia. Kako na feeling. Kasikia. Kama pia sasa ndio uanze kuongea mzuri, wewe mtoto mzuri. Wewe mtoto wa baraka. Anza kuongea mzuri ya mtoto gani? Mtoto huyo. Anza kuongea mzuri juu ya mtoto gani? Huyo ako kwa tumbo. Maana akizaliwa na hiyo bitterness. Huyo mtoto maisha yake itakuwa mzuri. Haleluya. Haitakuwa mzuri wapendo. Sasa Dina amenajisiwa. Na ndugu zake Lawi na Simeoni kwa sababu ya kitu ambacho dada yao ametendewa, wameenda kulipisha nini? Kisasi. Baba yao alifurahia. Baba ya kina Lawi na hebu tusikie wakati Yakobo alipokuwa akibariki watoto wake, Lawi na Simeoni walibarikiwa ama waliambiwa namna gani? Nipote naye. Sijui ni basi hebu soma mahali pale ndugu niangalizie kwa haraka. Mwanzo 49. Tuanze 5. Mwanzo 49 aya 5. 49 verse 5 inasemaje mwanzo? Simeoni na Lawi ni ndugu. Ate Simeoni na Lawi ni nini? Ndugu. Na mkumbuke Simeoni na Lawi ndio walivyofanya. Kwa sababu ya nini? Ya bitterness. Waliambiwa watu ndio mkafanya tohara. Tutawatoa na nyinyi. Na Mungu akuwa na bitterness. Usipelekane na yeye. Atakufanya mambo mengine ambayo haujui. Unajua Kaini alikuwa na bitterness. Na nani? Na Habili akamwambia, "Tembea shambani kaone vile huwa analima." Kuna ile bitterness. Naye Habili hana habari Kaini yako na nini? Uchungu. Na uchungu. Alimuua ama hakumuua? Alimuua. Wacha kutembea na mtu aina hiyo. Usitembee naye, opee kwanza badilike. Sasa hapa Yakobo anabariki wanawake. Kwanza mkubwa alikuwa nani? Rubeni. Na kuna kitoto pia Rubeni alifanya babake akawa na nini? Uchungu. Na uchungu. Alikuwa alikana na namna yake akasema nitafika kubarikiwa sitakubariki wewe. Alisema kwa maoni mwake wakati alipokuwa katika hali ya kufa.
Akasema, Rubeni, wewe ndio mzali wako wa kwanza, wewe ulitoka kwa mimi yangu, lakini wewe uliruka mpaka kitanda cha baba yako. Kwa sababu alijenga na nini? Na anaitwa Zulia ya baba yake. Angalia sasa, huyu alilaaniwa na usiwe mkuu. Huyo ni Rubeni kwa sababu ya bitterness ambayo Yakobo aliyokuwa nayo. Sasa hawa wengine pia Lawi na nani? Simeoni. Hebu tusikie wataambiwa namna gani? Simeoni na Lawi ni ndugu. Simeoni na Lawi ni madugu. Panga zao ni silaha za ujeuri. Panga zao? Ndio. Panga zao hizi za kufyeka. Ndio. Panga ambazo walitumia kukuta wanaume, hawezi kutoka mahali walikuwa wanapewa chakula, hawezi kutoka pale ambapo wako. Ile panga aliyotumia Yakobo aliweka kwa maoni mwake, ile vita hizo aliyokuwa aliweka, na akasema nitafika kubariki, nitapaka kuona bariki watu, ninyi hamtabarikiwa. Bitterness inafanya mtu anafanya maamuzi maovu. Bwana asifiwe sana. Amen. Haleluya. Amen. Bitterness. Hujaya pia mke wako, toka uende, sikutaki hapo wewe takataka. Na ni mke wako, kisha unasema haya. Na nimemwapia namna gani? Kwa sababu ya bitterness. Inaleta hasara. Tulia, kuwa kama hauferusu. Amepanda na hiyo vita, anatoka nje. Anapuga upepo kidogo, lakini aliporudi ametulia, lakini akapata Hamani. Sasa ni kama amejiegemeza kwenye kitanda cha nani? Cha Malkia Esta. Akasema, unataka kushika naye nguvu. Na mwanaume akiona kitu kama hiyo, afadhali apatane na kila kitu. Unataka kumshika kwa nguvu, na Hamani hapo na ile alikuwa anajaribu kubembeleza Esta, na kuomba tafadhali apige mfalme asiniue. Sasa unajua ametoka ile hasira, ili itulie, uchungu itulie. Akarudi akapata jambo lingine, akasema kwa sababu bado alikuwa na ile kitu, ile roho bado ilikuwa ndani yake. Akaona kwa njia nyingine, akasema hakika huyu auawe. Angalia uchungu. Sasa namwambia namna gani? Panga yenu ni silaha za jeuri. Ni silaha za jeuri. Nafsi yangu isiingie katika siri yao. Fahari yangu isiungane na kusanyiko lao, maana katika ghadhabu yao walimuua mtu, na kwa ugaidi wao walikata mshipa wa ng'ombe. Ghadhabu yao na ilaaniwe. Angalia, ghadhabu yao na ilaaniwe. Wamebarikiwa, wamelaaniwa. Wamelaaniwa. Maana ilikuwa kali, na hasira yao maana ilikuwa haina huruma. Nitawagawa katika Yakobo, nitawatawanya katika Israeli. Nitawatawanya katika Israeli. Unajua Walawi hawakupewa urithi. Bwana asifiwe sana. Amen. Walawi hawakupewa urithi. Walawi Israeli hao waliambiwa sasa mtakuwa mnakula hekaluni. Watu wakienda mahali mnakula mahali pale. Maana kuna kitu walicho kitenda mahali pale. Kwa sababu ya nini? Uchungu. Kwa sababu ya bitterness. Uchungu hiyo. Kwa sababu ya bitterness. Soma katika nini? Tunapoendelea kumalizia hivyo Waibrania 12 yake ni 15. Waibrania sura ya 12. Tunaambiwa namna gani? Aya 15. Biblia yasema, mkiangalia sana mtu asipungukie neema ya Elohim, shina la uchungu lisije likachipuka na kuwasumbua. Kwa hivyo hilo kitu inaweza sumbua watu wengi sana. Siboni niwaambie, inaweza chukua muda mrefu. Hata shina la uchungu isije kawa inawasumbua. Angalia ile isikue, ikate. Ile kitu ikatwe. Mwingine alilelewa na mama wa kambo ama baba wa kambo. Aliteswa. Si ni kweli? Ndio. Ako na mauchungu mpaka siku na mama wa kambo. Ako na mauchungu na huyo baba wa kambo. Kwa sababu kuna vile walimutesa. Alipitia mazito. Nyinyi mnajua mama wa kambo, kama hawezi kuwa na huruma na mtoto yule mtoto anaweza pitia mambo mazito. Hata wakati mwingine inabidi anatoroka, anakuwa kama chokora. Vijana wa kurandaranda kule mtaani. Na sio kupenda. Kwa hivyo atakapokuwa roho yake, kwa sababu iko na uchungu, ataendelea kumchukia nani? Yule mke. Atamchukia yule mke. Yule mama wa kambo atamchukia.
kwa sababu yale ambayo aliyopitia. Wengine walinyang'anywa mali yao, walinyang'anywa pesa zao. Leo ukikumbuka hayo mambo unasikiaga namna gani? Yule mtu ambaye alikunyang'anya ile mali yako, pesa zako, unasikia namna gani? Usikiaje uchungu? Ukimwona unamwona namna gani? Hata ukisimama hapa uhubiri, wewe mafundisho yako ni ya aduma watu kila tunyani huko. Hubiri kwa sababu ya nini? Watu wananyang'anya kwa sababu ulifanya namna gani? Ulinyang'anywa. Sasa kwa sababu ya ule uchungu. Ndiposa Paulo akasema ya kwamba angalieni. Hebu rudia mahali pale ndugu. Mkiangalia sana mtu asipungukie neema ya Elohim, shina la uchungu lisije likachipuka na kuwasumbua na watu wengi wakati wa unajisi kwa hilo. Shina la uchungu lisije likawasumbua. Angalieni ile mzizi siende. Ile mkate. Kwa sababu uchungu iko ndani ya watu, ndani ya kanisa. Hata ukisikia watu pengine wamehama kanisa, wamekuacha, wacha uchungu, wewe tulia. Kwa sababu watu wana mambo mazuri. Unapokuwa ule uchungu, unapoongea, wewe tulia. Tulia, kuwa na amani. Wacha kuwa na uchungu. Kila jambo lina wakati wake. Na kila jambo lina sababu yake. Wewe tulia. Ukiwa mchungaji, ukiwa diko, ukiwa mshiriki, ukiwa mamachi ya lede ama chairman wa Yuda machi. Ukiona mtu ameenda, wewe tulia, wacha kuwa na uchungu. Na usimfanye siku nasikia, usimfanye nini? Uadui. Wewe tulia tu, usiwe na huo uchungu kwa sababu itakuletea madhara. Utakuwa unakosa hata usingizi. Hata ukiingia maombi, unapoamka kufundisha hapa, lazima Zakaria, unaongea kwa sababu ya mauchungu ulio. Relax. Kila jambo lina wakati wake. Bwana asifiwe sana. Amen. Lakini ule uchungu kuwa nayo unaponena, kwa sababu fulani alienda, fulani akaenda, wewe tulia. Baba ana sababu na kila jambo. Na kila jambo ana sababu. Wacha uchungu. Na hata usimchukie. Kuna watu wakiondoka hivi, kuna kitu kinasa. Watu dunia hazitakuwa na mna gani? Hapana. Wewe tulia kwa wakati wa nani? Wewe mimi. Jamani, utakosa hata kuendesha familia yako. Kwa hivyo tulia. Hiyo uchungu kata. Hana wakati alipokuwa na uchungu, ukisoma Samueli wa kwanza 1:10. Yeye alijua suluhisho ni kukimbia kanisani mwa Bwana. Katika hekalu. Akajua nataka huu uchungu ishe. Dawa ni nini? Unajua tamadiko inasema hakuweza kuomba kwa sababu ya nini? Uchungu. Ya uchungu. Wewe Hana alisaidiwa sana. Alienda hekaluni, hakulilia kwa nyumba. Hakwenda kulipisha kisasi. Akaenda mahali pale. Hata Eli anapomtazama, sasa na huyu mwanamke ni mlevi huyu. Amelewa huyu. Maana uchungu, mtu akiwa na uchungu kuna maneno inamtoka namna hii. Akaomba, na hiyo ndio dawa. Acha nikwambie, ukitaka uchungu ishe, kuja kwa hii nyumba, omba Baba akupe nini? Amani. Akumalize hilo jambo. Bwana asifiwe sana. Amen. Wana amani wale wafuatao sheria za nani? Wala hawana jambo la kuwakwaza. Hivyo ndivyo maandiko yanavyosema. Wana amani wanaofuata sheria za Baba, na hata hawana jambo la kuwakwaza. Yaani wanakuwa na amani. Amani kukiharibika bado ni amani. Maana unajua mahali pa kukimbilia. Kimbilia katika nyumba hii, uchungu uishe. Kwa sababu hapa kuna mambo mazuri ambayo amekuandalia. Na shetani anajua hivyo. Ndipo amepokea, anakukumbusha jambo ambalo uliofanywa. Na kukumbusha jambo hilo hautaendelea. Hebu tuangalie result. Matokeo ya mtu ambaye ako na mauchungu inakuwa. Jambo la kwanza, uchungu ni dhambi. Isasili. Uchungu ni dhambi. Ujuage namna hiyo. Uchungu, kuwa na bitterness ni dhambi. Jambo la pili, kukosesha amani. Huwezi kuwa na amani ukiwa na bitterness.
Jambo la tatu, kufanya ukakosa matumaini hata ya kuishi. Unajidharau, unajidunisha. Jambo la nne, unakaa ukiwa na wasiwasi kila wakati. Jambo la tano, unataka kulipisha kisasi. Ninakimbia kwa sababu ya muda. Jambo la sita, unachukia watu. Kama jinsi nilivyosema, mwanamke pengine alitendewa vibaya na mwanaume fulani akaachwa. Anasema mimi siwezi olewa, mimi siwezi, nitakaa hivyo. Unachukia watu, aidha wanaume ama wanawake. Jambo la ngapi? La sita. La saba, unadhoofika kiroho na kimwili. Uchumi na bitterness itafanya kiroho na dhoofika. Unakuwa vuguvugu kiroho, baridi. Kiafya inakudhuru wewe mwenyewe, hiyo bitterness. Magonjwa mengine watu wako nao hapa, si eti ya kwamba ni magonjwa kutokana na vyakula manini, kwa sababu ya bitterness. Si kitu kingine, ni bitterness. Na ndipo ni wameweza kufua, maana hata Rebeka alisema Yakobo akifuata njia hii si nitakufa. Ndio. Bitterness. Jambo hilo lingine la ngapi? 8. Kimawazo, unakuta wewe si kabisa, huwezi fanya maamuzi mazuri. Jambo la 10, huo unataka watu wapitie hali kama hiyo uliyopitia. Nitakuwa hoya, unaomba watu wapitie hali ngumu kama wewe vile ulivyopitia. Jambo la 10 na ngapi? 11. Unaanza kujihusisha na mambo ambayo ni maovu, kwa sababu umekosa matumaini. Kwa sababu ya mauchungu uliyotendewa. Unasema awacha liwe liwalo. Jambo hilo lingine kufanya maamuzi mabovu. Hakuna wakati utafanya maamuzi mema. Na jambo la kumalizia, unafungulia shetani mlango na adui zako watakushinda. Kwa sababu hutakuwa unafanya kitu kiwa timamu. Hutakuwa unafanya maamuzi ambayo ni mazuri. Kwa hivyo adui na shetani watakuwa nafurahia jambo lile. Nilikitaka kuambia siku ya leo, kuwa kama Hana. Suluhisho ni kumwomba Baba. Na kutoongea lile jambo kwa wakati mwingine. Unajua kuna watu ukiniongea mara moja acha kurudia kila wakati. Unajua nilifanya, utaanza kulia. Ongea mara moja hiyo jambo liishe na kuja mwake mbele za roho hiyo uchungu utaisha. Wenzetu pekee tumeipitia katika uchungu, lakini tulijua jinsi ya kusuluhisha jambo lile. Maana tuliona ya kwamba linatukula sisi kimwili, kiroho na kimawazo. Linatukula na tuangamiza. Kasema hapana. Na wale pengine wamekunenea, wanakula, wananenepa, wanajiendeleza kimaisha yao, wanaendeleza familia zao, wewe uko pale tu kila wakati ni kulia. Badilisha sasa. Useme leo Isaia 41 inasemaje ndugu 18? Isaia sura ya 41. Useme hivyo na maliza mahali pale. Useme kama jinsi ambavyo Isaia alivyopea watu matumaini. 43 aya yake ni ya 18 samahani. 43 verse 18. Isaia 43 aya 18. Maana Baba kuna jambo lingine atakufanya. Jambo lipi? Usiyakumbuke mambo ya kale. Wacha kukumbuka hayo mambo wa mpendwa. Wacha kuyakumbuka kuanzia siku ya leo. Hata kama uliachika, ulidivosiwa, ngojea wakati weloni. Baba ni mwema na kupenda. Hata kama ulitendewa ujeuri, hata kama ulisingiziwa, hata kama ulipitiwa katika mkono ya kuteswa na watu, ama ulinyang'anywa mali yako, achilia mambo hayo. Maana Baba anasema namna gani? Usiyakumbuke mambo ya kwanza wala msiyatafakari mambo ya zamani. Wala usiyatafakari mambo ya nini? Zamani. Wachana nayo mpendo. Haiko niyo kwenda kujenga mbele. Kama unataka kuishi miaka mingi na unataka kuendelea mbele na kufanikiwa katika maisha ya kiroho na maisha ambayo tunayoishi, achilia ya maneno uliyotendewa. Achilia.
Hata kama ni mume wako, nisikia tukiongea mambo ya kusameheana. Sameheana kabisa. Na usiyakumbuke yale tena. Sameheana kabisa. Na useme enough, na kuanzia leo ni maisha mengine mapya. Baba anasema usiyakumbuke mambo ya zamani, wala usiyatafakari. Kwa sababu gani? Tazama nitatenda neno jipya. Sasa wewe ndio unasikia kwa sababu ya vita tulionayo, Baba anakosa kutenda jambo jipya. Anataka kutenda jambo jipya katika maisha yako. Sasa litachipuka. Litachipuka kama utaachilia hiyo vita leo. Je, hamtalijua sasa? Nitafanya njia hata jangwani na mito ya maji nyikani. Amen. Bwana asifiwe sana. Amen. Atafanya mambo mengine mapya. Waachilie hiyo roho ya vita isitoke ndani yako. Wacha kutaka kulipisha kisasi. Wacha kukana hilo jambo ndani yako. Waachilia. Ndio ulitendewa vibaya, ndio. Kubali hivyo ndivyo ambao kulivyoenda. Ili upate kuendelea na kuishi miaka mingi. Ufanikiwe kimwili, kiroho na kimawazo. Na ulee familia yako. Hiyo space ya vita nisiachilia. Bwana asifiwe sana. Amen. Utaishi maisha mazuri. Lakini ukikaa unakumbuka nilifanywa hivi. Unasikia mwili ukaiyoga ile Mungu. Hapana, achilia. Achilia kuanzia siku ya leo. Nimekwambia wenzetu kupitia hali ngumu. Lakini kwa sababu hiyo spirit tuliachilia, ndipo tumefika mahali ambapo tumefika, na ni kwa sababu ya mkono wa nani? Maana tulijua kuna mambo mazuri tumeandaliwa na Elohim. Kuna mambo mazuri tumeandaliwa. Na mambo yatachipuka iwapo tutaachilia spirit of bitterness. Sibabu tuwabariki sana. Watazamaji wetu mbarikiwe sana. Cha muhimu ni kuachilia roho. Hiyo roho iwache kukusumbua, ubadilishe mtazamo wako, ubadilishe maongezi yako kuanzia siku ya leo, na utaona vile Baba atafanya. Tuamke tumsifu Baba wetu katika jina.
Baba wetu Elohimu, imekupendeza Elohimu wetu tuje mbele zako katika hali Baba wetu ya kushukuru, kukuabudu na hata katika hali ya unyenyekevu mtakatifu wa Israeli, tukitambua uwepo wako kwa jinsi mtakatifu umekuwa mwema, mvumilivu katika maisha yetu. Kuona Baba wetu jambo hili ndio ambalo tuliokuomba usiku tulipokuwa mahali hapa. Tulikusihi Baba wetu uweze kuwa nafsi za watakatifu wako Elohimu wa Israeli. Tukakusihi Baba wetu wote uliokuwa umetazamia wawe katika nyumba hii yako takatifu Elohimu wa Israeli. Baba wetu tulikuomba kwa ajili ya safari zao, na hata Baba wetu upate kuwajumuisha pamoja nasi. Na kwa sababu Baba wetu umetenda makuu na hata mema kwa sababu ya kutoa manyumbani kwetu na kutuweka katika nyumba hii Baba wetu ambayo inaheshimiwa jina lako. Hatuna lingine ila ni kushukuru na kutimiza nadhiri tuliyoweka mbele zako Baba wetu, na kukuomba sifa na shukrani Baba wetu ukaweza kuzipokea kupitia jina lako Messiah. Tunapokuwa mbele zako katika muda huu wa saa 6 Baba wetu, tunakushukuru maana tangia asubuhi Baba wetu umetembea pamoja nasi. Umetenda makuu maana tumesikia mafunzo aina mbalimbali. Tumekemewa, tumeonywa, tumefarijiwa, na hata Baba wetu tumekumbushwa wajibu ambao tunaostahili kutenda tukiwa katika nyumba yako Elohimu wa Israeli. Ukatujalie maana roho iradi lakini mwili ni dhaifu Elohimu wa Israeli. Ili Baba wetu tukapate kutimiza ile sheria ya roho katika viungo vyetu vya mwili, ili ukapate kutukuzwa na kuinuliwa katika viungo vyetu Baba wetu kupitia jina lako Messiah. Tunakushukuru pia kwa sababu ya ujumbe wa mchana wa leo mtakatifu wa Israeli. Maana Baba wetu umetuambia jinsi uchungu ulio na madhara mengi katika maisha yetu mtakatifu wa Israeli. Na umetuonyesha njia bora Baba wetu ya kumaliza jambo hilo mtakatifu wetu. Na kwa sababu kuna baadhi yetu Baba wetu ile neno bitterness ama uchungu ingalipo ndani ya mioyo wao mtakatifu wa Israeli. Ndipo wanaishi maisha ambao Baba wetu si ya kupendeza. Ndipo wanaishi maisha ambao si maisha ya amani. Ndipo wanaishi maisha ambao si ya baraka. Ndipo hata wamekosa Baba wetu kuonekana mbele yako mtakatifu wanapokuja mbele zako. Ndipo Baba wetu wamefanya maamuzi ambao si ya busara. Ninakusii na kuomba Baba wetu mchana huu wa saa 6 mtakatifu wa Israeli, ile roho Baba wetu ikapata kushindwa kupitia jina lako Messiah. Ninakusii na kuomba Baba wetu wengi wamepatikana magonjwa aina mbalimbali kwa sababu ya ile uchungu ulio ndani ya moyo wao. Kwa sababu ya kitendo walichotendewa Elohimu wa Israeli. Kwa sababu ya maneno yaliyonenwa kuhusu mtakatifu wa Israeli, ninakusii ukapata kuwafungulia Baba wetu kupitia jina lako Messiah. Kuna ambao walitendewa mambo mabaya na wazazi wao bado wangalipo na ule uchungu Elohimu wa Israeli. Kuna ambao walitendewa mambo mabaya na kaka zao ama dada zao mtakatifu wa Israeli. Ninakusii roho Baba wetu ikapata kushindwa kupitia jina lako Messiah. Wengine walipitia katika mikono ya waovu mtakatifu. Wengine walikunyang'anywa mali yao Baba wetu na wangalipo na ule uchungu. Na ndio hapo imezuia uwepo wako ama jambo jingine jipya kama jinsi ambavyo tuambie upate kutenda katika maisha yao. Ukapata kuwafungulia katika roho ile Baba wetu kupitia jina lako Messiah. Hata waliotazama Baba wetu waliokuwa wakiandamana pamoja nasi, pia tunakuomba ukapate kuwafungulia. Maana sema chochote ambacho tutafunga hapa duniani Elohimu wa Israeli, kitafungwa hata mbinguni. Na chochote ambacho tutafungulia hapa duniani kitafunguliwa hata huko mbinguni. Ukapate kuwafungulia Elohimu wetu kupitia jina lako Messiah. Wacha wakati mwingine Baba wetu amani yako ikapate kuwatawala, baraka zako zikapate kuandamana pamoja nao. Na yale magonjwa ambayo yameletwa kwa sababu ya kuwa na bitterness katika maisha yao mtakatifu wa Israeli, ukapate kuwaondolea Elohimu wetu kupitia jina lako Messiah. Wengi wametajwa katika majina mabaya ya mtakatifu wa Israeli. Wengi Baba wetu walisingiziwa katika mambo maovu mtakatifu wa Israeli. Na angalipo na ile uchungu Baba wetu. Ninakusii na kuomba Baba wetu ukawape moyo Baba wetu ya kuachilia maneno ya mambo yale
ili wakapate kuendelea katika safari ya zawadi Elohim wetu kupitia jina la Messiah. Unasema mtu yote aliye na bitterness baba wetu uweze kupatikana ndani yake. Ndipo tunakuomba ukapate kuwafungulia ili uwepo wako na baraka zako na jambo jingine jipya ambalo unataka kufanya katika maisha yao ukapate kutenda Elohim wetu kupitia jina la Messiah. Ukitupa wakati mwingine kama wa leo baba wetu katika sabato ijayo pamoja na watazamaji wetu, tutakushukuru na hata kuambia ni asante. Na nikupe jina safi la Messiah Yahshua tumeomba na tumeamini. Asante kwa sababu ya kitu hicho ambacho tumerudi nyuma. Nashukuru baba wetu. La muhimu kile ambacho tumejiwaoka ni kama vile ambavyo tumesikia katika Biblia takatifu. Hapa ndipo ambapo tunaweza kufunguliwa wapendo. Hapa ndipo ambapo tunaweza inuliwa. Cha muhimu ni kuachana mambo yote ambayo tumeyasikia kupitia maandiko matakatifu na baba wetu ataonekana ndani. Kwa hivyo kwa sababu ya watazamaji wetu tunawaaga kwa heri, shalom, hadi siku nyingine. Baba wabariki na wainue na hata wafanikishe.